Kwa hiyo nampigia Baba magoti, ambaye kwa jina lake ubaba wote wa mbinguni na wa duniani unaitwa, awajalieni kwa kadri ya utajiri wa utukufu wake kufanywa imara kwa nguvu kwa kazi ya Roho wake. Wapi? Katika utu Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani, mkiwa na shina na msingi katika upendo, ili mpate kufahamu pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo upana na urefu na kimo na kina, na kujua upendo wake Kristo upitao ufahamu, jinsi ulivyo mwingi, mpate kutimilika katika utimilifu wote wa Mungu. Matokeo yake ni kutimilika katika utimilifu wote wa Mungu. Paulo alikuwa ana address mambo ya msingi sana kwa waamini hapa kuhusiana na ukuaji wao, na ametumia lugha kadhaa namna mambo haya yanavyotendeka. Jambo la kwanza anasema kinachobadilika ni utu wa ndani. Kwa hiyo ni kitu cha kuondoka nacho. Maana yake ili badiliko haliletwi na mazingira ya nje, au inawezekana kwa nje isionekane kama kipo, kwa sababu ni kazi ya Roho katika utu wa ndani. Kazi ya Roho katika utu wa ndani. Akishatumia maneno utu wa ndani, maana yake watu wakisimama mbele yako huwezi kutofautisha mpaka kiwepo kitu cha kuonyesha ya kwamba kuna badiliko katika utu wa ndani. Kuna badiliko katika utu wa ndani, lakini kutakuwa na mambo yanayoonyesha, kutakuwa na expressions, kutakuwa na udhibitisho, kutakuwa na udhihirisho kusema ya kwamba katika utu wa ndani kuna jambo limefanyika. Iko sawa? Ndio maana akatumia lugha kadhaa kwenye Waefeso 3, amesema mpate kutimilika katika utimilifu wote wa Mungu. Hicho kitu ambacho kinaweza kuonekana. Kwenye Wakolosai akatumia lugha mpate, atumia lugha ya kuzaa matunda. Kwenye Wakolosai 1:10, mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana. Kwa hili inaleta matokeo kwenye nini? Mwenendo. Mwenendo unaonekana? Ndiyo. Mwenendo ni kitu ambacho hakijifichi, unaenenda. Mwenendo kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana, mkimpendeza kabisa, mkizaa matunda kwa kila kazi njema. Kwa itaonekana kwenye kuzaa matunda.